Mkono tutoke hapo twende kwa Alan Okello Starboy ambaye anaendelea kufanya vizuri ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Ameingia katika dirisha dogo mpaka hivi sasa ana mabao 11 na asisti kama sio 8 mpaka 7 amezitoa. Asisti 7. Watu wanamtabiria kuwa ndio atakuwa mfungaji bora ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kama sio mfungaji bora basi anaweza akachukua MVP. Ni mchezaji mzuri lakini mimi Alan Okello siwezi kumpima kwenye hizi mechi za ligi kuu. Japokuwa ndio ligi yetu tunaitazama. Mimi namhitaji Alan Okello aende akaamue michezo mikubwa, michezo ya Simba, michezo na Azam, michezo Mamelodi Sundowns, National Al Wydad Casablanca, Raja Casablanca. Ndio kwenda kumwangalia quality ya Alan Okello, lakini kwa sasa hivi ni mchezaji mzuri na bataki kweli asidanganya. Ameingia dirisha dogo, amefunga goli 11, assist 7, almost goli 19. Ni mchezaji mzuri sana, goli 18. Ni mchezaji mzuri sana. Lakini MVP hapana. MVP labda tu wampe Faisal Salum. Faisal Salum anastahili kwa sababu mpaka sasa hivi goli 14, assist 8, goli 22. Kwa hiyo Faisal Salum ana mchango mkubwa sana. Na ukiangalia amepeleka timu yake makundi kwa mguu wake msimu wa mwaka jana. Kwa hiyo yote na inajumlishwa na compare, inaonekana anapata kitu bora zaidi. Lakini yeye labda tu agombanie kwenye ufungaji bora. Inaweza kwa sababu kwa jinsi ambavyo walivyo hizi mechi ngapi hizo alizo trend msimu huu, umeelewa kaingia katikati, lakini unaona kabisa bala lake analolifanya sio dogo. Alan Okello ni mchezaji mzuri lakini huwezi kumfananisha na Mwamba Lusaka. Unajua unapotaka kumfananisha Alan Okello na Mwamba Lusaka, anza kabisa kwanza kumfananisha Alan Okello na Pacome, alafu utakapopata bola ndio uje kumfananisha na Mwamba Lusaka. Kwa hiyo wao wenyewe Yanga kwanza wanafananisha Clatous Chota Chama. Wao wanamkosea. Sisi hapa kote tunaamini alipotoka Aziz Ki Mfaume alikuwa Pacome, si ndio? Na baadhi ya mashabiki wa Yanga pia sawa nakili hilo. Kwa hiyo mimi pia nawakumbusha mashabiki wa Yanga, si wadharau na wala si wakebei, ila waanze kwanza kufananisha kati ya Pacome na Alan Okello. Wakimpata bola wao wenyewe mashabiki wa Yanga, watakapompata bola kati ya watu wao wawili ndio waje wafananishe na Chama. Lakini kwa sasa uweze kumlinganisha Alan Okello na Chama na kati kule kuna Pacome na Alan Okello. Umeelewa hapo? Umemzungumzia Pacome, umemzungumzia Clatous Chota Chama, lakini pia umemzungumzia Alan Okello. Katika mchezo wa juzi kati ya Simba na Dodoma Jiji, kuna Clatous Chota Chama alitoka akiwa ameumia. Sasa katika siku za hivi karibuni kuna hii clip ambayo inaendelea, baadhi ya mashabiki wakifurahia kuumia kwa Chama. Wewe kwa kweli unaitafsirije? Mchome. Huyo Mchome sasa na Mediali. Yaani Mchome na Mediali ni baba mmoja ni mama mmoja. Umeelewa Mchome na Mediali ni baba mmoja mama mmoja. Kwa nini Mchome alivalie njuga swala la kuumia kwa Chama? Na kwa nini Mediali aseme ingekuwa Dodoma Singida tungekuwa tunaamini ubingwa na Dondo, lakini mradi Yanga kakaa pale juu. Lakini si ameongea uhalisia Mediali. Hakuna cha uhalisia. Sema Yanga ni mshindani ndani ya ligi kuu Tanzania bara, ndio mnakufukuzana naye. Hamna cha uhalisia. Hakuna hivyo. Wewe Yanga akifungwa shona anaongea. Yanga akifungwa wanakaa kimya. Hakuna cha uhalisia. Mediali ilitakiwa afanye nini? Mediali ilitakiwa afanye nini? Mpaka mwisho wa msimu ndo aje utoe yale maneno. Msimu umeisha, atakiwa itishe press. Tunawapongeza wapinzani. Wamejitahidi na si kweli tulikuwa kwenye resi ya ubingwa, lakini wenzetu wameshakuwa mabingwa. Tunawapongeza, lakini upo katikati ya vita mechi 5 au mechi 6 alafu unaenda kutoa kodi. Ile kodi kawapa Yanga. Wewe msijisahau. Washikaji huko wanataka ubingwa. Kwa hiyo kazeni huko. Kaza oya baba, engineer kaza huko. Mimi niko ndani huko. Kweli yani huko kwa sasa hivi yani wako serious huko. Huko sasa hivi huko hakuna mangamamu huko. Kwa hiyo huko njia pekee nyewe kazeni huko. Ndio ile kauli kaitoa juzi ile. Unaelewa? Ina kama wiki ile kauli tokea itoke. Ile kauli ni ya kuipa kodi Yanga. Vipi manaisha aje ashike msaafu wa Mediali. Hapo kwa Mchome unamwambia nini? Watu wengi, baadhi ya mashabiki wengine wa Yanga Africans wamekiponda kile mchezo.
Mchome, unapomzungumzia Mchome sio kiongozi wa Simba. Ahmed Ally ni kiongozi. Mchome yule si mshabiki. Hata mwenye Santema akasema bwana engineer uwanja anawaibia. Umeelewa? Mimi mbonye bwana Santema nasemaga nani Clement Mzizi amekataa hela sasa hivi maskini. Umeelewa? Anasemaga bwana Aziziki kaamua kuondoka, ameamua kufuata hela au sio bwana? Unapoongelea Mchome, Mchome ni mshabiki, anaongea anachojisikia. Umeelewa? Hivyo wewe kwa mfano kama Simba hivyo hasa sema mawazo yake. Yule ni mawazo yake, lakini maneno haya hawezi kuongea Ally Kamwe. Hivi Ally Kamwe labda Chama umia afu Ally Kamwe aseme bwana nafurahia Chama kuumia, inawezekana kweli? Ally Kamwe ni kiongozi Yanga, ni msemaji, lakini yule ni kiongozi, ana habari nyingi za Yanga. Yule Mchome ni mshabiki kama mimi, mshabiki wengine kama kina Gudi Yanga, kina nani, hata akiongea hiyo hai make sense. Kwa sababu tunajua huyu anaongea anafurahisha nafsi yake na kupata followers katika maisha yake. Kwa hiyo Mchome anaongea kama vile mshabiki, na ukiangalia haina impact kubwa sana. Na wala haiwezi kuiasili Simba. Lakini kitu anachokiongea Ahmed Ally kiwe negative anaiumiza Simba Sports, au kikiwa positive anaiumiza Simba Sports. Umeelewa? Ahmed Ally anatakiwa aongeze ile kauli, tayari ubingwa kashapatikana. Uwezi kusema eti sasa hivi Yanga yuko juu, angekuwa kama Singida sisi tungekuwa tunajua wao wanadondosha muda wote, lakini pale yuko Yanga kudondosha itakuwa ngumu. Wale kashawapa kodi. Na mimi nakuuliza matukio yote magumu kwenye nyakati ngumu Ahmed Ally anatokaga anawapa kodi Yanga. Umeelewa? Kwa hiyo viongozi wa Simba mimi namheshimu Ahmed Ally, nampenda, lakini huu msimu ukiisha itakuwa ni ngumu watu kunielewa, lakini Ahmed Ally akiwa msemaji wa Simba huwezi kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Tunaelekea kutamatisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara, namna ambavyo unavyotazama kikosi chako kuelekea katika dirisha kubwa la usajili, maboresho yafanyikie wapi Limadi msimu unapoanza kimataifa na katika ligi kuu Tanzania bara muweze kuwa bora zaidi? Mimi naongea kimpira, mimi unajua najua mpira. Mimi nimecheza mpira na najua mpira na naufuatilia mpira. Simba inahitaji namba 2 mzuri. Simba inahitaji namba 8 mzuri. Namba 8 namba 6 nyingine mzuri. Yaani Kagoma akiumia tusipate tabu. Yule mtoto mzuri lakini bado young sana yule. Alotoka Coast Union, Semfuko, acheza namba 6, namba 8 Alassane Kante. Je, akiwa yupo inakuwaje? Kwa hiyo tupate namba 8 kama James Akaminko. Burudoza. Alafu tupate winga mmoja mzuri, tupate namba 9 finishing kama Mayele. Umeelewa Wachezaji 5-6 tu, 5-6. Mkono hili limekuwa likizungumzwa sana mashabiki wa Bongo. Ndio. Kule kwa wenzetu walotangulia walopiga mguu mmoja mbele. Ndio. Wao wanaamini sana kwenye soka la vijana, lakini huku nyumbani kwetu ni kama vijana mnawadogosha na mnahitaji watu wenye umri zaidi ya wale ambao wakuwepo. Hii imekaje? Unajua Ulaya huwezi kufanisha na Bongo. Bongo mchezaji miaka 18, 19 hawezi kukupa kitu. Hata ukiangalia kwenye ligi yetu wanaofanya vizuri hapa, wengi wameshavuka miaka 25, 27, 28 wa mpira lakini ukienda kwenye ligi yake pa kuzaliwa mwenye 25 unakuta na 30, huyu mwenye 30 unakuta mwenye 35. Umeelewa Kutokana na nini? Wenzetu kwa wanafundishwa mpira. Sisi huku watu kwa wanaanzia kwenye academy, kwa mtu anaujua mpira, lakini kwetu wachezaji wengi ukiangalia wacheza ligi kuu wengi sio academy. Sasa haiwezekani miaka 25, 22, 21 kukupa ubingwa, haiwezekani. Lazima upate watu kama kina Chama, kina Libas Yeke, kina Alani Okelo miaka 25 ya mpira, umri wake halisi miaka 30, wakina Mudasiri haya miaka 35, wakina Yusuf Kagoma miaka 30, 35. Umeelewa sio vizuri? Lakini ukisema uchukue under 20, labda wewe unachukua na kuuza. Yaani uwe kama labda Azamu. Yaani uchukue na kuuza. Lakini sio eti uingie kwenye piki ya ubingwa, haiwezekani kwa sababu anaweza akakukosti. Yaani mjue mtoto ni mtoto. Mtoto anaweza kufanya kitu cha kitoto muda wote na wakati wote. Lakini mkubwa anaweza kufanya kitu sahihi. Kwa mfano kama ile pasi ya jana ya Mudasiri alompasia Duke Abuya. Umeelewa Pale mchezaji mwenye miaka 21 pale hawezi kukimbia vile. Kwa sababu ule mpira kule anao Mudasiri haya. Sasa umpate mchezaji ambaye mwenye akili, mimi nataka nikimbie Mudasiri haya niwekee mbele. Sasa pale ukongwe sana utu uzima. Weka hapa nifanye finishing. Umeelewa sio vizuri. Kwa hiyo wachezaji hao ambao miaka 22 hao labda watoke hapo wakacheze Ulaya. Sio ligi ya ndani. Nataka vyuma kweli watu kazi. Watu kazi. Simba mpaka sasa ina watu kazi. Simba mpaka sasa ina uongozi imara, ina watu imara.